Ndugu watazamaji wa Simulika Nasi, leo tuko ndani ya sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa kabisa ya dada wa kazi. Dada ambaye alileta tafalani, alileta michafuko kwenye nyumba ya bosi wake, na huyo dada anaitwa Zulfa. Hii ni simulizi nzuri sana, kwa hiyo ungana na mimi mpaka mwisho. Na kama haujasikiliza sehemu ya kwanza, bado hujachelewa. Unachotakiwa kufanya, ingia kwenye chaneli yetu, utakutana na sehemu ya kwanza, alafu utakuja kuingia hii sehemu ya pili ili uweze kuelewa vizuri kabisa kutokea mwanzo, au linki ipo hapo chini ya sehemu ya kwanza. Ukigusa tu itakupeleka. Simulizi yetu inaanza pale ilipoishia sehemu ya kwanza. Kipindi bwana mkubwa Robert akiwa anakula, huku akiwa anampigia jicho la kuibiaibia dada wa kazi Bi Zulfa. Basi Robert akamaliza kula na kwenda moja kwa moja chumbani kwake. Zulfa akainuka, akatoa vitu, akaosha vyombo na kufanya usafi wa nyumba, na yeye kuelekea chumbani kwake. Muda si mrefu, mama mjengo akawa amerudi. Juliet moja kwa moja mpaka chumbani kwake, akamkuta mumewe amelala. Juliet akawa anasema, wow, mume wangu leo amelala. Naonekana nimefanya jambo jema sana, na mume wangu anaonekana leo amekula, ameshiba chakula cha huyo mfanyakazi mpya nilomletea. Basi Juliet naye akaamua kuoga na kulala zake. Iliyofika asubuhi na mapema, Juliet akawa ameamka na kwenda moja kwa moja mpaka sebuleni. Kufika sebuleni, anachokiona yeye mwenyewe haamini. Akaenda jikoni, alichokiona pia haikuwa amini. Yaani akakuta sebuleni kumesafishwa vizuri kabisa na kumepangwa kila kitu, na hiyo ni saa 1 asubuhi, na jikoni kumesafishwa kila kitu, na chakula kilikuwa tayari cha breakfast kiko mezani. Juliet akawa anaita, Zo. Akaitika, naam dada, nipo uani huko. Juliet akaenda moja kwa moja na kumwambia, Zo, umeamka saa ngapi? Mbona ni asubuhi sana lakini umekamilisha kila kitu? Zo akasema, dada, niliamka saa 10 usiku. Juliet akawa anasema, jamani, mbona umeamka mapema sana? Mimi nishazoea hivyo dada, yaani kwetu tunaamkaga mapema kujiandaa kwenda shamba, so yaani mimi saa 10 tu usingizi unakuaga umekata. Huyo ni Zo alikuwa anasema hivyo. Juliet akasema, basi sawa, endelea na kazi. Yaani Juliet akawa anafurahi kinoma noma, na akawa anasema, hakika nimepata mfanyakazi mwenye juhudi na mchapa kazi. Juliet akaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwake na kumwamsha mumewe ili aje kunywa chai. Lakini alivyokuwa anamwamsha, Robert akawa anasema, mke wangu, leo sisikii vizuri kabisa. Kama unaweza ukaniacha nilale kidogo, nitaenda baadaye kazini. Pole basi mume wangu, mimi ngoja nitoke, lakini Dazu alikuwa kashakuandalia hapo breakfast, ukiamka utakunywa. Basi Juliet akajiandaa, huyo moja kwa moja akachukua na watoto wake walikuwa washajiandaa, akawapeleka wanae shule, yeye mwenyewe akaendelea na harakati zake, hususan alikuwa anaelekea kazini kwake. Sasa huko nyumbani amebaki Zu na bwana mkubwa Robert ambaye amelala muda huo. Sasa Juliet alipofika ofisini kwake
akawa anamwambia shoga yake, sasa Hamda, shoga yangu, yani leo nina furaha na ninamshukuru sana shangazi. Shoga yake akawa anamwambia, furaha ya nini tena? Akawa anamwambia, yani huyu binti ambaye yupo kwangu ni mchapakazi. Hebu just imagine, nimeamka saa 1 nimekuta kila kitu kiko vizuri, ndani kumesafishwa, lakini pia breakfast tayari ishapikwa. Jamani, huyu binti ni mchapakazi alafu ni msafi bara. Hamda anasema, hongera sana shoga yangu, maana wafanyakazi wa siku hizi wengi ni wavivu na ni wajinga. Kama umepata mtu ambaye anajielewa, nikupe kongole. Sasa tukirudi nyumbani, bwa mkubwa Robert akawa anaamka sasa, huku haiko sawa kabisa. Anashuka taratibu kwenye ngazi, akafika mpaka kwenye meza ya kula, hakukuta kitu. Hiyo ilikuwa ni saa 7 ndo Robert kaamka, ana uchovu kweli kweli. Akawa anaelekea jikoni. Sasa kufika jikoni, akamkuta Zuu anaendelea kupika. Yani Zuu alikuwa anapika, Robert akawa ameingia kwa mlango. Kwa hiyo akawa anamuona Zuu nyuma tu, huku Zuu akiwa anapika, anaimba nyimbo zake. Na Zuu alikuwa kavaa viguo fulani, vigauni vya dada wa kazi vifupi. Kwa hiyo Robert akawa anaanza kumwangalia kutokea miguuni kuja juu. Yenyewe watu wenyewe wanasema ni kama anampandisha na kumshusha, huku akiwa anasema kimoyomoyo, wow, mrembo kama huyo. Sasa muda huo Zuu ghafla akageuka. Zuu alivyogeuka akashtuka na kumwita kaka. Robert mdogo ampigwa tu na butwa. Kaka. Robert akashtuka. Zuu, kuna chochote hapo naweza ukanisaidia niweze kula, maana nina njaa sana. Nilikuwa namalizia hapa kupika hii mboga nisunge ugali. Basi unaweza ukatulia kwenye meza au sebuleni, nitakuletea. Sawa basi, shukrani. Robert akawa anasema hivyo. Alivyorudi mezani, Robert akili yake haipo kabisa. Yani nikisema haipo kabisa. Yeye anamwaza tu yule binti. Na baada ya muda kweli bwana, chakula kikawa kimeiva, akamletea. Robert alivyoletea chakula, Zuu akawa anaondoka. Robert akasema, unaweza ukakaa hapo tuongee mawili matatu? Mimi? Ni wewe? Basi sawa. Robert akaanza kumhoji binti. Unaitwa Zuu? Umetokea wapi? Zuu akawa anasema, nimetoka kijijini Tanga. Nilikuwa tu nafanya shughuli zangu za kawaida, kilimo. Kwa hiyo wewe uko usome? Kaka, kama nilivyokuambia, mimi nilikuwa nafanya tu kilimo cha hapa na pale kumsaidia bibi. Uliisha darasa la ngapi? Sikubahatika. Elimu yangu kubwa ni darasa la pili. La pili? Kwa nini? Changamoto tu za kifedha, maisha magumu, kwa hiyo ndio kama hivyo. Pole sana. Basi karibu sana. Jinsi uko nyumbani, hapa ni kwako. Sawa kaka, basi mimi ngoja niende nikafue. Akamwacha Robert pale. Robert akawa anakula, huko akili yake haipo kabisa. Yani nikisema haipo kabisa. Anamwaza tu yule mtoto. Hii ni hatari. Sasa kipindi Robert anaendelea kula, mara ghafla simu yake ikaita. Akapokea. Halo. Robert, mbona hujatokea kazini?
alikuwa rafiki yake, mfanyakazi mwenzake ofisini. Robert akawa anamwambia, mwanangu, leo najisikia vibaya kinoma, nishazungumza na HR na hisi leo sitatokea. Yaani hapa nataka nijiandae niende sehemu balizi nipate moja baridi moja moto, then nirudi nyumbani kupumzika. Robert alikuwa amechoka siku hiyo mwenyewe anasema. Robert akamaliza kula na mrembo Zuu, dada wa kazi, akaja akatoa vyombo pale na kuendelea na shughuli zake. Robert moja kwa moja mpaka chumbani kwake akajiandaa na kutoka zake kwenda kutembea matembezi. Lakini leo alimwambia Zuu kwamba hatochelewa kurudi, atawahi kurudi maana ajisikii vizuri kabisa. Sasa huu upande wa Juliet akiwa kazini kwake kwenye duka. Juliet alikuwa kwenye duka kubwa sana la vipodozi hapa mjini, yani skincare. Sasa leo akaja mteja mmoja huko analalamika kweli kweli na kuanza kupiga kelele toka yuko nje, huko akisema, mmenitapeli langu wezi wakubwa nye. Juliet alivyosikia vile akaanza kushangaa na kuuliza, ni nani huyo? Kipindi anashangaa, yule mteja mmoja kwa moja akaingia mpaka ndani na kuanza kupayuka kweli kweli, mmenitapeli hela yangu haiwezekani. Kitu gani hichi? Mmeniuzia skincare, cheki chunusi hazipotei, ngozi yangu mlisema itakuwa nyororo, lakini cheki bado nina makunjo usoni. Yani mteja alilalamika kweli kweli. Juliet akawa anamwambia, jamani dada, hiyo dozi tuliyokupatia sio siku moja, inatakiwa utumie miezi 3, maana wewe ngozi yako ni kavu. Lakini yule mteja aelewi kabisa, akawa anapayuka kweli kweli. Yani alikuwa kama anataka kuharibu biashara vile, matusi makubwa. Baada ya muda akaondoka zake. Lakini toka muda huo siku ya Juliet ikawa imeharibika. Yani mudi yote ikapotea. Na yule mteja alimwharibia kabisa siku yake. Sasa kwa baba mkubwa Robert alikuwa kwenye kigrocery kimoja anapata moja baridi moja moto. Kawa anapiga na kunywa huku akiwa anasema, hakika Zuu ni mzuri. Yani hapo anamzungumzia yule mfanyakazi wa ndani. Robert akawasha gari lake na kuondoka moja kwa moja mpaka nyumbani. Kufika nyumbani akawa anamuita Zuu, lakini hamuoni. Alimtafuta kila kona lakini alikuwa hamuoni. Sasa muda huo Zuu alikuwa zake chumbani amelala, amechoka sana, na ilikuwa majira ya jioni saa 10:10, kwa akaona bora ajipumzishe. Bwana mkubwa Robert baada ya kumtafuta kwa muda mrefu akaamua akamgongea chumbani kwake. Nakumbuka muda huo Robert amelewa, yani yuko tungi, yuko bwa. Akagonga sana mlango wa Zuu, lakini hakusikia sauti yoyote. Akaamua kufungua. Ile kufungua, alichokiona yeye mwenyewe kilimstaajabisha, kikamfanya mate yamtoke. Maana Zuu alikuwa amelala kitandani, yuko na chupi tu na kwa umbo la Zuu na kalangi kake. Bwana mkubwa Robert
akaanza kumtamani kweli kweli. Sasa Robert muda huu amelewa, akamsogelea taratibu Zuu, huku akianza kumpapasa kutokea miguuni kuja juu. Sasa Zuu akashtuka ili kuona hivi anamuona bosi wake na kuanza kusema kaka, nini hiki? Robert akawa anasema, punguza mchecheto, tulia, nataka nikupatie maisha mazuri. Kaka, mimi siwezi. Hiyo haiwezi, itakiwe. Maisha yahitaji mtu mwoga. Ndo Zuu anatetemeka, yaani nikisema tetemeka, huku amechukua mtu amejifunika na kusema, kaka, mimi siwezi kaka, unajua wewe umelewa. Baba akawa anasema, hizi sio pombe, mimi nakupenda kweli kweli, toka siku ya kwanza nilivyokuona. Naomba unipatie kidogo tu, nitatunza siri na nitakufanya uwe na maisha mazuri. Hivi unadhani huo mshahara wa 80 utakutosha? Si una ndugu kijijini wewe? Hebu acha utoto. Zuu akawa anasema, hapana kaka, hapana. Unataka kuninyima? Ukiona nimetoa mguu wangu hapa nimeondoka, jua naye kazi ni basi. Zuu kwa uoga na akifikiria maisha ya kijijini, akawa hana jinsi na kuanza kumwambia, kaka, dada akijua. Robert akawa anasema, kwani humu ndani kuna kamera au yatakuwa matangazo ya vifo? Au mimi baada ya kulala na wewe nitachukua kipaza na kwenda barabarani kutangaza? Acha utoto. Nipe kitu hicho mtoto. Yaani Robert muda huu amelewa kweli kweli, hata anayoongea akiwa na akili timamu sijui kama ataweza. Akaamua kumsogelea moja kwa moja. Zuu akataka kuongea, kaka. Robert akamweka kidole chake kwenye lipsi zake, yani akamziba mdomo. Baada ya hapo kilichotokea wazungu tu. Robert akala tunda la Zuu. Yani Robert akalala na Zuu, wakafanya mapenzi na show ilikuwa ya kibabe kweli kweli, ilikuwa sio ya kitoto. Baada ya hapo usingizi ukawapitia wote wawili, usingizi ukawapitia. Sasa kipindi wamelala, ghafla Juliet anarudi na watoto wake Davis na Eunice. Na siku hiyo Juliet amekasirika kweli kweli, maana mchana wake alikorofishana na mteja, kwa akawa anarudi huko anajiongelesha mwenyewe. Yaani watu wengine wapumbavu, sijui wanakuwa wanafikiria nini kwa lipu siku za watu. Akawa anaingia kwa hasira. Sasa yuko pale getini anaona gari la mumewe, na hiyo ni saa 1. Akawa anajiuliza Robert anarudigi saa 2 ama saa 3, leo saa 1. Akamuuliza mlinzi, mume wangu amerudi sasa hivi? Mlinzi akasema hapana,
Amerudi kitambo kwelikweli, na leo nasizani kama alienda kazini. Akaingia mpaka ndani Juliet, huku akiwa anaita babe, babe. Kimya. Akimuita mfanyakazi Zuu, Zuu. Kimya. Juliet akaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwake yeye na Robert. Hakumkuta Robert. Nakumbuka mdogo Robert yuko chumbani kwa Zuu amelala baada ya kufanya mapenzi na Zuu, na Zuu naye amelala. Sasa Juliet akaamua aende chumbani kwa Zuu. Akawa anaenda huko anaita Zuu, Zuu, Zuu. Bwana, wasikilizaji wangu, sehemu ya pili inaishia hapa. Tukutane kwenye sehemu ya 3 tujue, je, Juliet atamfumania mumewe Robert akiwa chumbani kwa Zuu? Na baada ya kumfumania na kugundua kwamba Zuu ameshiriki mapenzi na Robert ambaye ni mumewe, atachukua hatua gani? Acha hilo tu. Je, Robert akitoka usingizini na pombe ikiwa imekata, ataweza kumtazama Zuu? Itakuwaje? Na Zuu naye ataweza kumtazama bosi wake wa kike ambaye ni Juliet? Hii ni hatari. Hiki ni kisanga wanangu. Tukutane kwenye sehemu ya 3. Ila kama umefika hadi muda huu unaendelea kunisikiliza, basi umeipenda simulizi hii, na kuomba sana ufanye jambo la wema la kulike, kusubscribe na kutoa komenti yako, wapi tumepatia na wapi tumekosea. Simulika Nasi, hakika tuko nasi. Asante.